Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kuweza kutukutanisha hapa waandishi wa habari na huku meza kubwa. Vijana wako vizuri kimwili na kiakili, wako sawa. Tulikuwa tuna kipindi kifupi ama kirefu cha mapumziko kupisha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tumerudi tena na kesho tunategemea kutupa karata yetu ya mwanzo dhidi ya timu ya Malindi. Malindi wana timu nzuri, na ndio maana michezo miwili ya Pemba hawakupoteza. Wamesare mmoja wamewini. Tumejipanga vizuri kuhakikisha kesho tunapata ushindi na kuondoka na pointi 3 dhidi ya Malindi, lakini haitakuwa rahisi kwa sababu tunacheza timu moja ngumu mno, timu ambayo haigombanii ubingwa, inagombania kutokushuka daraja. Hiyo mechi inakuwa sio rahisi, pamoja na matatizo yao waliokuwa nayo. Naamini ikifika muda mchezo matatizo yanakaa pembeni, unakuja uhalisia muda wa mpira. Kwa hiyo itakuwa mechi ngumu, lakini naamini kwa jinsi ambavyo tumejipanga inshallah tutaondoka na pointi 3. Tulikuwa tuna madhaifu kweli, lakini dirisha dogo kila pahala tumeboresha na tumecheza michezo ya kirafiki na baadhi ya timu kadhaa, zikiwemo daraja la pili mkoa, zikiwemo daraja la kwanza, zikiwemo timu zetu ambazo tumeshamalizana nao katika raundi hii ya pili, timu za ligi kuu ikiwemo Polisi. Tumefanya mizuri katika michezo yote mitano ambayo tumecheza. Tumewin. Hatukusare, hatukufungwa. Kwa hiyo nasema tumepata maandalizi bora kuelekea mchezo huu wa Malindi. Kila idara imekamilia. Mchezaji kama wawili watatu ndio ambao hawatahusika na huu mchezo kutokana na injuries. Akiwemo Saidi na Tepe ana injury ya bega, akiwemo kuna mzee Omar Kidiriki maarufu ana injury ya ankle, na wengine, kwa sababu unajua kanuni mara hii imetupa wazi sana JKU ambayo mwanzo hakuweza kuitumia. Kanuni inasema kusajili wachezaji 35 kutoka under 20 na kwa 40. Kwa hiyo uwanja mpana umekuwa. Na kesho hatahusika wote 40. Lazima kuna idadi special imewekwa nayo kikanuni watu 20. Kwa hiyo kuna 20 hawana injury, ila hawatahusika na mchezo huu kutokana na matumizi yetu jinsi inaitwa game approach. Kwa hiyo wao hawatahusika na hii mechi. Watakuwepo juu. Kuna michezo mingine 9 iko ziada huko mbele. Kila mmoja atahusika kutokana na mahitaji maalum ya mchezo. Malindi wakati tunacheza na JKU, mwalimu alikuwa sipendi kutaja, benchi lilikuwa jingine. Malindi anacheza na JKU mara hii, Malindi ni mwenyeji. Benchi lipo chini ya usaidizi wangu mimi na kocha wangu mkuu Ali Bakari. Kwa hiyo tegemea vile matokeo tofauti. Naitwa Ismail Haji, ni kapteni wa JKU. Tunashukuru mpaka sasa hivi tumejiandaa vizuri, tumetraining vizuri. Kuna wachezaji wawili ambao hawatahusika na mchezo kwa sababu ya injury, lakini ambao wapo kwenye mchezo wote wako vizuri, na tutegemee kufanya vizuri kwenye mchezo wa Malindi. Tunachokiongelea sana sasa hivi ni kutokupoteza kwa mechi yoyote mbele ambayo tunacheza. Awali yote kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kujalia kufika salama hapa. Kwa jina naitwa Nasr Muhammad Omar, ni manager wa timu Malindi. Kiukweli maandalizi ya timu yangu yako vizuri, ingawa tulikuwa na break katikati ya mfungo huu. Mimi maandalizi yangu zaidi niliyafanya kipindi niko kisiwani Pemba, kwa kucheza michezo miwili baina ya Fufuni na Newton Town, na matokeo yaliyopatikana ya kuridhisha kiasi fulani. Kwa hiyo hamna mtu yote ambaye alitegemea kama Malindi iliondoka Zanzibar inaweza kudraw kwa Fufuni au kumfunga Fufuni. Kile matokeo yalikuwa mawili matatu on the all, Fufuni katika draw, tukabahatika kumfunga Newton Town na pointi 4. Kikosi kikweli cha Malindi kwa saizi niseme na watoe hofu kabisa wapenzi wa Malindi. Kiko vizuri. Sawa. Sababu hakutegemea kama Malindi tarudi na pointi 4 kutoka Pemba. Kiukweli saizi tulivyo tuko vizuri. Nasubiria tu muda na wasaa ufike kwa ajili ya mechi ya kesho na JKU. Timu iko vizuri. Kweli kila mechi sawa na mfumo wake, sawa na ufundi wake tayari. Kwa sitegemei kama na mechi ngumu mimi juu yangu kwa saizi, kwa jinsi nilivyo nitakutana naye. Mimi niko tayari.
kidogo wapumzike, lakini baada ya kuanzia hapa kuja kujuu nilipanga na timu yangu na uongozi wangu sawa, kutokana na hali nilikuwa nayo mwanzo mapema, ili sababu ligi bado iko na mechi 10. Kwa hiyo tukaongea baada ya wachezaji wangu wote kwa pamoja, na mechi 10 zimebakia, ilikuwa ni moja na FA, tuangalie sana FA, kwa tunaangalia kwa ligi sawa, tunatakiwa tujitolee tuwe vizuri ili tuweze kuwini mechi zilizobakia. Sehemu iliyokuwa nayo sio sehemu nzuri, kwa ni sehemu mbaya, ili tusogee juu zaidi. Jina naitwa Munya Abbas Mwinyi, ni mchezaji wa Malindi na nipo hapa kuwakilisha wachezaji wenzangu na klabu kwa ujumla. Sisi kama wachezaji tunashukuru kwa kujiandaa, tumejiandaa vizuri kwenda kukabiliana na timu ya JKU, timu ambayo iko nafanya vizuri na timu ipo vizuri kwa sasa. Kwa hiyo nategemea mchezo kuwa mgumu, lakini Mungu atatujalia tutapata matokeo. Upande wetu tunashukuru mpaka sasa hivi mwalimu tunaendelea vizuri na mwalimu, na tupo katika kujiandaa kwenda kupambana na timu ambayo iko vizuri, kama nilivyosema iko vizuri kwa sasa na hapo katika kugombania nafasi za juu. Sisi tupo chini, lakini tunataka kujikwamua kuja juu. Kwa uwezo wa Mungu tunaweza kupambana nayo na kupata matokeo inshallah. Ni kweli kabisa, sisi tumefanya maandalizi, wao tayari washashuka chini, lakini mimi tunatoa hofu kama mchezaji, na natoa hofu washabiki wetu wasikate tamaa. Huu ni mpira, lolote linaweza kutokea, tukaja juu wakaendelea na furaha kama kawaida. Mimi naamini waje kutusupport, endelee kutusupport tu, hii itakaa kwa Mungu inshallah.